kituo hichi kinalea watoto yatima lakini na watoto wenye uhitaji maalum. Kwa hiyo sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tunalo jukumu la kupambania chama, tunalo jukumu la kujitolea katika jamii, kuonyesha namna gani chama kinajitoa katika jamii katika namna moja au nyingine. Kwa hiyo sisi kupitia seneti yetu ya mkoa wa Morogoro tumeweza kukaa na tukaplan tuje hapa Mehayo kuweza kushirikiana nao. Lengo kubwa ni kuweza kufurahi nao katika sikukuu hii ya leo ya Idi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nipende kuwakaribisha wadau mbalimbali. Hawa watu wanajishughulisha na shughuli za kiuchumi kama hivyo nilivyosema, kutengeneza kacha, lakini vile vile shughuli za kilimo, wanafundishwa namna ya kushona. Asante. Kwa majina yangu naitwa Elia Stefano Msigala, ni katibu wa Mehayo. Kipekee ni siku njema ambayo ndugu zetu wa CCM wa UVCCM wamefika leo kituoni kwetu kutembelea ili kuwapa faraja watoto wetu, vijana wetu kwa siku ya leo ya Idi, ambayo kipekee watoto wenye changamoto wamekuwa wanahisi wakitengwa. Kwa hiyo wamepata faraja kwa sababu wameona vijana, hususan Chama cha Mapinduzi kimekuja kuwajulia hali, kushiriki chakula cha mchana pamoja, kupiga stori na kuwaletea zawadi tofauti nyingi. Lakini pia nimefurahi kushiriki tukio hili kwa sababu linanijenga kiroho na tunakuwa kiroho. Hivyo nawashauri kushiriki ili mjifunze namna jinsi watu walivyo. Unaweza ukakaa kule ukajua kwamba watu hawana shida, lakini watu wana shida. Umekuwa na shughuli nzuri na yenye tija, kama inavyofahamika kwamba dini safi ni dini ya kuwakumbuka wanyonge, kuwakumbuka watu wenye uhitaji maalum, wajane. Basi siku ya Idi tumeunga jitihada za Mheshimiwa Saadi Msabaha na Mheshimiwa Ntaleka, katibu wa Seneti. Tumeungana kwa pamoja. Basi kwa chochote ulichonacho, unachokuwa umejaliwa na Mwenyezi Mungu, ufike uweze kutoa msaada. Basi watoto waweze kupata faraja, waweze kupata nguvu kwamba kweli na wenyewe wapo ndani ya jamii. Kikweli tumefaidika baada ya kufika hapa katika kituo cha Mehayo. Wanaoshughulika na hapa, wanaowatunza watoto wetu, kikweli wametupokea vizuri